Dr. Frank Edward, natoka idara ya historia, ni mhadhiri wa mambo ya miji na teknolojia, na kwa leo hii tulikuwa tunafanya warsha na uzinduzi wa mradi. Uzinduzi wa mradi tunaofanya ni ule unaoshirikisha vyuo vikuu 10 duniani vikiongozwa na chuo kikuu cha teknolojia cha Berlin, na kwa Afrika kuna vyuo vikuu 3, chuo kikuu cha Dar es Salaam, chuo kikuu cha Nairobi na chuo kikuu cha Pretoria. Kwa hiyo kwa Dar es Salaam leo ndio tulikuwa tunazindua mradi. Sasa mradi unalenga nini? Mradi unalenga kubadilisha matokeo ya tafiti kutoka kwenye maktaba na makavazi na kupeleka sasa kwenye utekelezaji katika mitaa. Yaani changamoto kubwa imekuwa ni kwamba tunafanya sana tafiti lakini hatutekelezi yale yanayotolewa kwenye tafiti. Kwa hiyo sisi mradi wetu huu wa SMUS ambao sisi ni washirika kutoka Tanzania, tunajaribu sasa kuyatoa yale matokeo ya tafiti kutoka kwenye makavazi kuyapeleka kwenye utekelezaji mitaani kwa kupeleka sera fupi ambazo zinatekelezeka kwa wadau, lakini pia kujaribu kuchochea muunganiko wa kiutendaji kati ya watafiti, watendaji walioko kwenye serikali za mitaa, mabaraza ya mazingira na taasisi za kimataifa za maendeleo ili tuweze kupunguza matatizo sugu. Ushauri wangu ambao pia ni kama maoni ya washauri wengi hapa walioshiriki warsha ya leo ni kwamba tunatakiwa kwanza tuanze kuangalia namna tunavyozalisha takataka majumbani mwetu, kuanzia chakula tunachopika, tupunguze kutupa taka nyingi kuanzia kwenye chakula tunachopika. Unapoanza kuandaa, unapokula ule kile ambacho unaweza kumaliza, unapoandaa basi uandae kitu ambacho unajua kabisa hakitazalisha taka nyingi, na tunakwenda kwa upande huo. Lakini kingine ni kwamba tuangalie namna ambayo tunaweza sisi mmoja kushiriki kuchakata takataka kuanzia nyumbani. Yaani kwamba tuanze kutengeneza mapipa ya taka tofauti, kwamba taka zinazooza zikae sehemu fulani, taka zisizooza zikae sehemu fulani kuanzia nyumbani. Yaani hiyo kama utamaduni. Wakati huo na mfumo wetu wa elimu nao uingize kipengele katika mafunzo ya mazingira ambacho kinagusa uchakataji wa taka kuanzia majumbani. Sasa wakati jamii inafanya hivyo na serikali nayo ichukue hatua rafiki, wanaita proactive measures, ichukue hatua rafiki ambazo zitakuwa zinachakata takataka kule majalalani, kwamba huyu mwananchi anapochakata takataka awe na uhakika kwamba taka hii inapotoka hapa inakwenda sehemu fulani ambayo haitaleta athari kwa mtu fulani. Naitwa Dr. Lightness Herman, ni mtafiti katika idara ya fasihi. Kwa hiyo katika utafiti wetu tulitembelea maeneo muhimu. Eneo kubwa na la kwanza tulienda ni eneo la Pugu Kinyamwezi. Hili ni eneo kubwa linalohudumia karibia manispaa zote za jiji la Dar es Salaam. Lakini pia tulitembelea eneo la Vingunguti. Pamoja na kwamba hili eneo limeshafungwa, tuligundua kwamba bado taka zinaendelea kutupwa. Ukizingatia lile eneo ni msongamano wa watu, lakini ni maeneo ya viwanda pamoja na machinjio. Kwa hiyo tukagundua kwamba wale wachambuzi, wale watu waliojiajiri, wale vijana na wakina mama zaidi, wale wajasiriamali wadogo wanaofanya kazi ya kuchambua zile taka, wanafanya kazi katika mazingira hatarishi, kwa sababu zile taka zinakuja zikiwa hazijachambuliwa, inatengeneza mazingira hatari. Wanashika vitu vyenye ncha kali au pamoja na vitu vingine ambavyo havikufaa kushikwa kwa mikono ya binadamu. Lakini tukagundua kwamba hii sekta pamoja na kwamba sio rasmi inao mchango mkubwa sana katika sekta rasmi, kwa maana kwamba zile taka za kurejelea wanazozikusanya zinarudi viwandani, lakini mazingira yao ya ukusanyaji taka ni duni sana. Bado mifumo iliyo rasmi ya serikali pamoja na wadau mbalimbali haijatambua wale watu kama ni watu muhimu sana katika kuwezesha mazingira na kurejeleza hizi takataka. Kwa hiyo sisi mchango wetu na maoni yetu, tunadhani tumeonelea kwamba bado tunahitaji uelewa wa pamoja. Sisi wote ni wadau, watafiti, serikali pamoja na jamii kwa ujumla. Sisi wote ni wadau katika kuelimisha jamii, kutunza mazingira na kuhakikisha tunatengeneza mazingira wezeshi ili taka zisiendelee kuwa kero kwa jamii, tuzigeuze kuwa fursa. Kwa majina naitwa Victor Valentine, ni mhadhiri pia msaidizi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, na leo pia tunashukuru kwa maana kwamba tumepata fursa ya kuja kushuhudia na kusikiliza hii warsha ambayo
wenzetu watafiti wanaoshughulika na namna bora ya kudhibiti taka ngumu walikuwa wanatushirikisha matokeo yao ya awali, na ili kwa pamoja tuchakate pia tuone namna gani ambavyo tunaweza kushirikiana katika kutatua hii changamoto ya taka ngumu katika majiji yetu hapa Tanzania, ikiwa ni pamoja na jiji la Dar es Salaam. Maarifa haya ambayo nimeyapata nitaanza nao kwa kutia msisitizo kwa mimi mwenyewe pia na kuwashirikisha wengine katika mtaa, kwa maana kwamba tujifunze namna bora ya kuzidhibiti taka ngumu kuanzia majumbani mwetu, na tutafute namna nzuri ya kutafuta miundombinu ya kuisafirisha kutoka hapo nyumbani kwenda kwenye dampo. Naamini tukifanya hivyo tunaweza kupunguza baadhi ya changamoto. Kwa mfano tumeona kuna wakati wanasema ili dampo kwamba wakati mwingine kuna maeneo moto unawaka. Kwa nini? Takataka zimechanganywa, mwisho wa siku inakuja kuwa ni shida. Kwa hiyo ni elimu nzuri ambayo imekuja wakati mwafaka, na mimi mwenyewe nimefaidika nao na nitaitumia mwenyewe pamoja na kuwahamasisha wenzangu. Kwa majina naitwa Amina Idi Kitwana, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Bachelor Diplomasia na Historia ya Majeshi. Katika warsha hii nimejifunza mambo mengi mbalimbali, nimejifunza katika udhibiti wa taka mbalimbali na fursa mbalimbali ambazo zinatokana na kwa kudhibiti taka. Nachoshauri watu wa nyumbani hata kwetu pia wawe wanatenga takataka, wanatenga taka ambazo ni ngumu, taka ambazo ni hatarishi na ambazo ni liquid, ambayo itakuja kusaidia hata wale wanaoenda kukusanya zile taka wanazijua kabisa, hii naweza kuitenga hapa, hii naweza kuipeleka hapa, na hii naweza kuipeleka hapa. Na pia katika fursa nyingine ni katika recycling. Recycling ni kitu ambacho ni kizuri kwa sababu inapelekea kupunguza uchafu katika mazingira yetu. Sio kila taka ni ya kutupa. Kuna taka nyingine ambazo ndio hizo zinasema zinapelekwa viwandani, vinafanywa recycling, ndio hizi mabobo mabobo ambayo tunatumia kunywea maji, ndio haya yakitupa yanachukuliwa yanaenda kufanywa recycling, yanatengenezwa tena upya, yanatunzwa tena maji, makaratasi ambayo yanazagaa, ndio haya makaratasi ambayo yanaenda yanafanywa recycling, tunatengenezwa madaftari, tunatengenezwa refinery papers nini. Kwa hiyo ni vizuri sana kufanya good keeping of waste.